Basi ujumbe wetu wa leo, neema ya Mungu ya utoaji. Neema ya Mungu ya utoaji. Katika hii yako mambo mengi tutapitia hapa. Nimefurahi asubuhi wakati naongea habari ya neema, nikajisikia furaha sana. Mungu anataka azungumze na moyo wako. Neema ya Mungu ya utoaji. Lakini katika utoaji kuna mambo mengi tutayaangalia hapa. Na leo tunasoma kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 na wa 5. Tutaangalia mstari kwa mstari. Katika kila mstari kuna mambo ya kujifunza hapo. Lakini tunaomba neema ya Mungu ya utoaji. Neema ya Mungu ya utoaji. Katika utoaji kuna mambo yameachiliwa. Katika utoaji kuna mambo yameachiliwa kwa watu hawa. Tutajifunza hii Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 9. Wa 1 mpaka wa 9. Mstari wa 1 mpaka wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Na imegawanyika mara mara 4. Tutaangalia hapo, na fungua Biblia yako Korinto wa pili sura ya 8. Tutaanza mstari wa 1 na wa 2 atatusomea, alafu nitaanza kwenye mstari wa 1 nizungumze hapo, na mstari wa 2 kuna mambo ya kujifunza katika huu mstari wa 2. Kwa tutaanza na Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Hapo kipengele cha kwanza ambacho tutaangalia kwa habari ya neema ya Mungu. Tusome. Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Sikia anachosema. Biblia inasema, tena ndugu zetu, twawataarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Bwana asifiwe. Kaa kwanza. Amen. Tena ndugu zetu wana wa Sayuni, napenda kuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Amen. Kumbe neema huwa wanapewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka nifundishe. Ukinisikiliza kwa makini kuna kitu utaondoka nacho leo. Anasema nataka niwaarifu ndugu zangu kwa habari ya neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Anasema kwa habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Kumbe neema ya Mungu watu hupewa. Mtu hupewa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama ambavyo nasi wana wa Sayuni neema ya Mungu tumepewa. Haleluya. Nasema nimeachilia nguvu katikati yenu ya kuwatoa pale. Ile nguvu ni neema ya Mungu ya kukufanya ushinde. Sasa neema hii walipewa watu wa Makedonia. Na leo watu wa Sayuni tumeachiliwa neema. Sema neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu. Imeachiliwa kwetu leo. Imeachiliwa kwangu leo. Imeachiliwa kwangu leo. Neema ya Mungu waliopewa watu wa Makedonia. Na neema ile waliopewa na sisi leo tumepewa neema hii watu wa Sayuni. Haleluya. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Sijui nimepunguza, inakuja inaondoka. Hebu niweke ili koo langu likae vizuri. Tena ndugu zetu, tawaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa ziki nyingi. Tuanza na ziki nyingi. Ziki nyingi. Angalia neema. Ukipewa neema, kilichowafanya wajaribiwe na washinde kwenye dhiki ni neema waliopewa. Amen. Usisahau
neema ya Mungu waliopewa makanisa ya Makedonia, pamoja na kujaribiwa na dhiki nyingi. Neema ndio itakayo kuwezesha kupita kwenye dhiki nyingi unazokutana nazo. Ni neema ya Mungu ambayo utamuomba siku ya leo, ambayo umeiashiria kwa watoto wake. Hiyo neema ya Mungu ndio itakayo kusaidia unapokuwa unajaribiwa na dhiki nyingi. Ndio iliwafanya hao Makedonia, pamoja na kwamba walikuwa wanajaribiwa katika dhiki nyingi, kilichowafanya washinde ni ile neema ya Mungu waliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 17, tuangalie hii dhiki. Neema katika dhiki nyingi. Sura ya 4 na mstari wa 17. Sikia anachosema. Biblia inasema, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Dhiki yetu nini? Nyepesi. Kilichowafanya, yani neema ya Mungu ndio inayofanya dhiki yako kuwa nyepesi. Haleluya. Wakati watu wanaona ni ugumu, ni uzito, asema dhiki yetu nyepesi inatufanyia utukufu utakaozidi. Kumbe kinachofanya ile dhiki, ile tatizo kuwa nyepesi ni neema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitakachofanya jaribu lako unalopitia liwe jepesi ni neema. Anasema neema, dhiki yetu nyepesi. Kwa nini nyepesi? Kuna neema waliopewa. Haleluya. Usisahau kuna neema waliopewa ndio inasababisha waseme dhiki yetu nyepesi inatufanyia utukufu utakuwa kuwa wa milele uliozidi mbele za Bwana. Kumbe ukiwa na neema, tatizo lolote likija, Mungu, neema ya Bwana inakubeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kama naongea na mtu hapa, nataka uelewe uzuri wa neema. Mmezungumza hapa nikafurahi, kwa maana kweli huyu ni mfungwa. Anasema Paulo akumbuka ni mfungwa. Nini kinachowatofautisha na hao wafungwa? Ni neema. Haleluya. Ni neema. Sema dhiki yetu nyepesi. Pamoja na kwamba bahari, pamoja na kwamba mashua yao yote ilipigwa, lakini kilichowahitaji na kuwaficha ni neema ya Mungu iliyokuwa ndani ya Paulo, ndio iliyosababisha hao wafungwa 200 wasiangamie. Kumbe neema ya Mungu iliyo ndani yako itawalinda ndugu zako, itawalinda watoto wako, itawalinda familia yako. Nini? Wanalindwa na neema ya Mungu iliyo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. 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 Haleluya, haleluya. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Dhiki yetu nyepesi inafanya dhiki yako kuwa nyepesi. Narudia tena. Neema ya Mungu juu yako inafanya jaribu lako kuwa nyepesi.
Kwani unashinda jaribu hilo, mwingine linamuua, wewe unavuka? Neema. Sema kwa jina la Yesu, ninaomba neema yako. Ninaomba neema yako Yesu. Ninaomba neema yako Yesu juu ya dhiki iliyo mbele yangu, iliyo mbele yangu. Neema yako, neema yako inisaidie kuvuka salama kwenye hili jaribu, kwenye hii dhiki, kwenye hii dhiki. Neema yako inifanye jepesi nivuke salama katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo anasema ziki yetu, katika wingi wa ziki yao wa Makedonia, kinachowafanya washinde ni kwa sababu ya ile neema iliyokuwa wamepewa na Bwana. Tuangalie Wakorintho wa pili hiyo 1:4. Sikia, 1:4. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 1 na mstari wa 4. Biblia inasema, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote. Unasikia lengo la kutufariji? Sema atufarijie. Sema nifarijie katika dhiki zote, ili kwamba na mimi nipate kuwafariji walio katika dhiki. Kwa nini inakufariji? Neema. Haleluya. Neema ya Mungu inakufariji katika dhiki, katika shida, katika tatizo ulilonalo. Dhiki ile neema inakufariji, inakusaidia. Ukishavuka, unavuka ili mwingine wakati analia uje mwambie hapana, hapana, Yesu aliyenisaidia mimi na wewe atakusaidia, na wewe atakuvusha. Lengo la ile dhiki, neema ipo kukufariji na kukusaidia, ni ili utakapovuka ilinaja uje wainue wengine. Haleluya. Ili uje wainue wengine. Kumbe ameruhusu dhiki, lakini katika dhiki hiyo iko neema imekufunika ambayo itakuvusha salama. Wewe ukishavuka, sio lengo lako nini? Wafariji wengine. Haleluya. 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 Na hiyo na neema imeachiliwa. Yupo katikati yetu. Amesema, wanangu na wapenda, nipo katikati yenu. Nimeachilia nguvu ya damu yangu ya kufanya mshinde kila jaribu. Ni neema inaachiliwa ya kukuvusha. Na hilo jaribu linakwenda kwa mwisho. Hilo jaribu linaenda kwa mwisho. Hilo jaribu linaenda kwa mwisho. Hilo jaribu linaenda kwa mwisho. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Maana neema ya kukufariji imeachiliwa kwako katika jina la Yesu. Pokea neema ya kufarijiwa. Pokea neema ya kufarijiwa. Pokea neema ya kufarijiwa. Pokea neema ya kufarijiwa. Bwana akuvushe. Bwana akuvushe. Bwana akuvushe. Bwana akuvushe. Bwana akuvushe katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai. Takapovuka upande wa pili, uje waimarishe wengine, uje watie moyo wengine. Makofi kwa Yesu. Tunaangalia dhiki. Kumbuka, usisahau neema waliopewa makanisa katika kujaribiwa kwa dhiki nyingi, sio moja, nyingi. Kilichowafanya washinde walikuwa na neema waliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 na mstari wa 3. Afu tutarudi kwenye andiko letu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 3. Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mstari wa 3 na sura ya 3. Ndio. Msifadhaishwe. Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi. Maana ninyi wenyewe mnajua ya kuwa twawekewa hizo. Halo. Halo. Ngoja mwenzi, mambo umesikia hii? Mwambie baba anasema usifadhaishwe na dhiki hizi. Ni dhiki za kitambo tu. Mwambie ni ya kitambo tu. Kwa kuwa umewekewa hizo ili uimarishwe. Haleluya. 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 Kwa nini? Unayo neema ya kukuvusha. Amen. Hatulii kama wao, hatununguniki kama wao. Sisi tuna neema ya kutuvusha. Asema utakiwe kunungunika, utakiwe kulalamika.
kwa dhiki hizi unazokutana nazo kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako, kila mmoja na ya kwake katika eneo lake. Mwingine kwenye ndoa uko salama lakini uchumi una shida, mwingine uchumi uko salama lakini afya, lakini elimu, lakini watoto. Kila mmoja hapa ana namna ya dhiki anayopita nayo, na Baba ananiambia nikwambie usinungunike, maana tumewekewa hizo ili tukisha shinda tuwaimarishe wengine. Maana tumewekewa hizo ili tukisha shinda tuwainue na kuwasaidia wengine. Maana sisi tumepewa neema ya kutuvusha. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asifadhaishwe na dhiki hizi, maana ninyi wenyewe mnajua ya kwamba tumewekewa hizo. Baba anasema wewe usifadhaishwe. Usifadhaishwe na hizo dhiki nyepesi. Hizo ni nyepesi, maana umepewa neema ya kuzibeba. Ndio maana huwezi kujiua, ndio maana huwezi kufa na hizo. Unapita kwenye maji mengi, lakini neema inakusaidia kuvuka salama. Wakati wenzako maji yale yale yamewaua, wakati moto ule ule umewaangamiza, Shadraka, Abednego na Meshaki walikuwa na neema ya Bwana. Ilikuwa ni dhiki nyepesi tu kwao, ilikuwa ni nyepesi tu. Si mwatupa watu watatu, huyu wanne ametoka wapi? Ila ni Bwana wa neema alikuwa mwafunika katikati yao. Moto ule ule uliowaua wengine, moto ule ule wale wamevuka na wametoka salama. Simba wale waliomwasha Danieli, simba wale waliwaua wengine. Nini kinawatofautisha? Neema ya Mungu. Haleluya, haleluya. Ugonjwa ule ule umewaua wengine, ugonjwa ule ule umepona na umebaki salama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nini? Neema ya Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Zayuni, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya, haleluya, haleluya. Baba anasema usifadhaishwe na hiyo dhiki nyepesi, maana ni ya kitambo tu, maana ni ya kitambo tu, maana ni ya muda tu, katika jina la Yesu. Makofi kwa Bwana. Kwa hiyo turudi kwenye kitabu chetu. Kwa hiyo neema ya Mungu itakuvusha katika wakati mgumu. Muhimu ujue neema ya Mungu ndio itakayokuvusha katika wakati wako mgumu unaokutana nayo, kama Mungu neema ilivyowavusha watu wa Makedonia. Amezungumza hapa Makedonia. Sasa nataka tuone furaha. Sikia furaha pale, anamalizia pale 2 pale, baada anasema Wakorintho wa pili sura 8 na mstari wa 2. Ngoja nisome. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, tumemaliza, na wingi wa furaha yao. Sema 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 wingi wa furaha yao. Kinachokufanya ufurahi. Sikiliza, dhiki nyingi, furaha nyingi. Wakati wengine wanalia na kunungunika, wao wana furaha. Nini kimefanywa wafurahi? Neema ya Bwana imewapa furaha katika dhiki nyingi. Neema ya Bwana imewapa furaha. Neema ya Bwana imewapa kicheko. Neema ya Bwana imewapa amani. Wakati wengine wanakufa, wanashindwa, wanaondoka, wawe katika dhiki ulionayo, wala watu hawajui. Haleluya, wanaona una furaha. Nini? Ni neema. Nasema neema. Sema neema ya Mungu. Sema neema ya Mungu huleta furaha. Rafiki yako akilala na mshtua, sio wakati wa kulala huu, ni wakati wa kumsikia Mungu. Haleluya. Neema ya Mungu inaleta furaha. Neema ya Mungu inaleta nini? Furaha. Hebu tuangalie Mithali 15:13 na Zaburi ya 51:12. Mithali 15:13. Furaha ikiwa ndani yako, nini ambacho kinashinda?
Kitabu cha Mithali sura ya 15 na mstari wa 13. Biblia inasema moyo wa furaha huchangamsha uso, bali kwa huzuni ya moyo roho hupondeka. Sema moyo wa furaha huchangamsha nini? Uso. Haleluya. Kwa nini tuna furaha mteko? Si kwamba tuna mabilioni. Furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Haleluya. Sura imechangamka. Si kwamba navyo ninachofanya nichangamke, ni ile furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana iliyoambatana na neema niliyopewa. Haleluya, haleluya. Pamoja na kuwa na ziki nyingi, furaha nyingi waliokuwa nayo iliwafanya uso zao zichangamke. Pamoja na tabu, pamoja na shida, pamoja na masumbufu, lakini neema ya Mungu ikiwa juu yako, unaonekana bilionea, unaonekana mtu mwenye furaha. Wakati wote una furaha. Nini maana furaha? Uchangamsha uso. Sema moyo uliochangamka ni dawa njema. Sema moyo wenye furaha ni dawa. Sema moyo wenye furaha ni dawa. Sema Bwana Yesu, neema yako izalishe furaha ndani yangu, maana ni dawa ya kila tatizo, maana ni dawa ya kila shida. Kwa wingi wa furaha yao, kwa wingi wa furaha wao. Amen. Watu wa Makedonia nini? Walipewa neema. Jina la Bwana libarikiwe. Neema waliopewa iliwafanya, pamoja na ziki nyingi, ile kama ni nyepesi, lakini haikuishia hapo. Hawakuwa kunungunika, walikuwa ni watu waliojaa furaha. Zaburi 51:12. Kuna sehemu tunaenda. Kitabu cha Zaburi mstari wa 12 na sura ya 51. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya wepesi. Unifanya nini? Unirudishie. Ilikuwa imeondoka. 10 inaweza kaondoka, si ndio? Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, nirudishie furaha ya wokovu wako. Nirudishie furaha. Nirudishie furaha kwenye ndoa yangu. Rudisha furaha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naita furaha kwenye ndoa yangu. Naita furaha kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Wewe furaha, njoo, njoo. Rudi, 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 rudi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Furaha uliyechukuliwa na ufalme wa giza, ukaacha kilio, ukaacha uchungu. Ninakuamuru we uchungu, ondoka. We huzuni, ondoka. We kilio, ondoka. Nenda kwa baba yako Ibilisi. Nenda kwa baba yako Ibilisi kwa jina la Yesu. We furaha uliyekaliwa huko, ninakufungua. Ninakuamuru njoo, 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 njoo kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu, kwenye furaha, kwenye ndoa yangu. Njoo, njoo. Naona inakuja kwa jina la Yesu. Iko furaha inarejeshwa katika jina la Yesu. Iko furaha inarejeshwa katika jina la Yesu. Furaha inarejeshwa katika jina la Yesu. Anasema nirejeshe furaha ya wokovu wako. Haleluya. 10 inaweza kaondoka ikachukuliwa. Wanapita jamaa usiku, wanaondoka na furaha, wanaacha uchungu, wanaacha kilio, wanaacha huzuni, alafu wao wameondoka na furaha. Sasa yaambie, uchungu umekosea njia, rudi ulikotoka. Huzuni, rudi ulikotoka. Naongea na mtu hapa. Sema katika roho, sema katika roho. Huzuni yoyote ambayo iko, tatizo yote ambayo limesababisha huzuni kwa maisha yako, yaambie, sikiza, huzuni hapa sio kwako. Kwenye ndoa hii sio mahali pa huzuni. Ondoka, nenda na vilago vyako. Nenda ulikotoka. Nenda kwa baba yako Shetani. Nenda. Hapa baba yangu Mungu ameleta furaha. Haleluya. Furaha inarejeshwa kwenye ndoa yako katika jina la Yesu. Furaha inarejeshwa kwenye familia yako katika jina la Yesu. Furaha inarejeshwa kwenye kazi yako katika jina la Yesu. Furaha inarejeshwa kwenye biashara yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu neema ya Mungu imeachiliwa kwetu, imeachiliwa kwako. Iko neema imeachiliwa kwako. Neema inapokuja
imeambatana na amani, imeambatana na furaha. Hivyo furaha ya Bwana iachiliwe kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana arudishe furaha ndani yako katika jina la Yesu. Bwana arudishe furaha ndani yako katika jina la Yesu. Nasema Bwana arudishe furaha katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumalizie kipengele cha mwisho katika Korintho wa pili 8:2. Kuna neema ya utoaji sasa. Haleluya. Sikia hapa anachozungumza. Turudi pale pale tulipokuwa. Tumalizie kipengele kile cha baada ya furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Haleluya. Bwana kwa Yesu la sana. Amen. Furaha yao, anasema furaha yao na umaskini wao. Sema umaskini wao. Sema umaskini wao. Umaskini sio chanzo cha huzuni. Furaha waliokuwa na umaskini wao. Sema umaskini wao. Sema umaskini wao. Sema umaskini wao ulikuwa wingi wa kuwaongezea. Ulikuwa mwingi, uliwaongezea utajiri wa ukarimu. Nimependa hii. Amen. Yaani pamoja na umaskini kuwa mwingi. Nifahamu umaskini, anasema umaskini kidogo. Akisema mwingi maana anaongeza haukuwa kidogo. Amen. Lakini haikusababishwa walie, ili waongezea wingi wa utajiri kwa ukarimu wao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Neema ya kutoa haiangalii una nini. Neema ya kutoka juu yako. Kwa wingi wa umasikini wao uliwaongezea wingi wa utajiri. Kwa nini utajiri ulikuja? Kwa sababu ya ukarimu. Haleluya. Bwana asifiwe. Sema neema ya kutoa. Sema neema ya kutoa. Bwana Yesu, ashiria neema ya kutoa ndani yangu. Wengi hawatoi, wanaalamika umaskini, lakini wewe sio maskini kuliko hawa watu wa Makedonia. Lilikuwa ni kanisa maskini. Maskini kwa wingi wa umaskini wao haukuwazuia kuwa wakarimu. Kukosa chakula nyumbani kwako sio sababu ya kuwa mkarimu, kuwa mchoyo. No. Kukosa kwako hela mfukoni ya kutoa sadaka sio chanzo cha wewe kutotoa. No. Amen. Watu wa Makedonia walikuwa na neema. Ndio kanisa lilikuja kuwa tajiri kuliko yote katika Israeli. Maana kwa wingi wa umasikini wao uliwaongezea utajiri. Utajiri ya uji kwa mtu ambaye ni mbaili. Utajiri ya uji kwa mtu ambaye hana neema ya kutoa. Ukiendelea umasikini, ukafikiri umasikini, ukajihurumia, hautatoka. Utaendelea kuwa masikini kwa sababu neema ya kukutoa hapo ni wingi wa ukarimu wao. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa nini wana wa Sayuni tunaenda katika wingi wa masikini wetu? Bado tulipambana kupata uwanja. Hata watoto wadogo walitoa, hata wenye mimba walitoa, hata darasa la kwanza walitoa, hata la pili walitoa. Wote 100, 200, 300, 400. Kwa wingi wa ukarimu huo umetufikisha hapa tulipo katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Si kama naongea na mtu hapa. Neema ya utoaji ikiachiliwa juu yako, wewe ni tajiri. Sijui kama umesoma Biblia vizuri. Sijui kama umeelewa anachosema hapa. Neema waliopewa watu wa Makedonia, pamoja na wingi wa maskini wao, uliwaongezea wingi wa utajiri wao kwa sababu ya ukarimu wao. Roho ya ukarimu inaleta vitu. Wapeni watu na mtanini. Ndio kanuni. Wingi
Ili uwe na vingi, lazima ujifunze kutoa kwa Mungu, jifunze kutoa kwa Bwana. Hawa watu tutaona huku mbele, kanisa la Makedonia. Kwa nini? Walikuwa na neema. Kumbe na sisi wana wa Sayuni tutalijenga kanisa kwa milioni 600, 700 liko pale. Ni kwa vile kwa wingi wa umasikini wetu. Watu tulikuwa na ya kwanza miezi 4, watu wametoa, si kwamba wanavyo, si kwamba anavyo, amejinyima, anatoa kwa Bwana. Ile roho ya ukarimu na utoa kwa Bwana ndio inaleta vingi. Utakaposema hapana, mimi siwezi kuahidi chochote, siwezi kutoa chochote, mimi hata kazi sina, hiyo haikusaidii, haikufanya upate kitakachokufanya. Pamoja na kwamba ni kidogo, unapunguza hata kula, unapunguza hata kuvaa. Ukarimu wako kwa Bwana ndio unaleta utajiri wako, katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. Tuangalie wana wa Israeli walifanyaje. Kumbukumbu la Torati 36 mstari wa 4 na wa 5. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 36. Kumbukumbu la Torati kutoka samani umeandika hapa kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 36 mstari wa 4 na wa 5. Mstari wa 4 na wa 5, Biblia inasema na hao watu wote wenye hekima ndio waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu wakaenda kila mmoja kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana, zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa kazi hiyo ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Umesoma ngapi? Ndio. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Ndio. 7. Kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vyatosha kwa kuifanyia kazi hiyo yote, kwa sababu watu walitoa kwa moyo wa kupenda. Amen. Vitu vingi, hata wakasema basi yatosha. Amen. Maana wametoa kwa wingi. Musa akasema basi msitoe tena, maana vyatosha kwa kazi ya madhabahu. 25:1 hapo kidogo nyuma kidogo. Kutoka 25:1. Sura ya 25 na mstari wa 1. Biblia inasema Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka, kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa sadaka yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ambaye wampa kupenda. Wampa kwa nini? Kupenda, atoe kwa hiari. Neema ya Mungu ya utoaji ikiwa juu yako, hawakai hapa wakasema maneno makubwa, tuhubiri hapa fanya. Hiyo sio neema. Neema ya Mungu ikiwa ndani ya mtu ya kutoa, mtu anatoa kwa hiari yake kwa Bwana, kwa sababu unachotoa utakikuta mbinguni. Ni kwa faida yako, ni kwa faida ya watoto wako, ni kwa faida ya familia yako. Kwa unapotoa kwa hiari, kwa moyo wa kupenda. Sema moyo wa kupenda. Sema moyo wa kupenda. Sema moyo wa kupenda. Sema moyo wa kupenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naona ananiombea toka nimeanza kuhubiri. Na mimi sihitaji maombi yao sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, tuende kwenye Wakorintho wa 2 sura ya 8 mstari wa 3 na wa 4. Tunasoma mstari kwa mstari. Kuna kitu kiko hapo. Tuendelee na somo letu sasa, neema. Mstari wa 3 na wa 4. Mstari wa 3 na wa 4 wa Korintho wa 2:8. Sikia. Maana anawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Haleluya. Si kama umeelewa. Bwana asifiwe.
Ona neema waliopewa watu wa Makedonia. Mzee anatikisa kichwa, hii imetulia hii. Amen. Mwana wa Makedonia, yani neema ikiwa juu yako walipewa. Sikia mstari wa 3 anasema, maana nawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo, yani kwa uwezo wao mdogo na zaidi ya uwezo walifanyaje? Walitoa kwa hiari yao wenyewe. Kwa hiyo swala la ukarimu, neema, ukiwa na neema ya utoaji, nimesema roho ya ukarimu haiangalii ulivyo navyo. Kuna watu ni matajiri lakini bado roho ya uchoyo, lakini bado hawawezi wakatoa. Na kuna watu ni masikini lakini anatoa, hata kidogo alichonacho anatoa. Neema ya Bwana anasema, angalia watu hawa kwamba pamoja na mapungufu, pamoja na umasikini wao, lakini walifanya zaidi ya walivyo navyo kwa hiari yao. Jina la Bwana libarikiwe. Wana wa Sayuni, Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi kidogo kama unanielewa. Jina la Bwana libarikiwe. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema neema, sema neema ya Bwana iwe juu yangu mchana wa leo. Neema ya utoaji, neema ya utoaji, neema ya utoaji ikae juu yangu. Sababu watu hawa, maana nawashuhudia ya kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao, walitoa vitu vyao kwa Bwana. Kutoa sio ulicho nacho, ni moyo. Utatoa kwa Bwana kile Mungu amekubarikia na zaidi ya uwezo wako, kwani unayempa ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 4. Sikia anachosema mstari wa 4. Mstari wa 4. Wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii. Sikia neema hii. Na shirika hili la kuwahudumia watakatifu. Haleluya, kumbe ni shirika. Haleluya. Hii neema hii, kwa neema hii, kumbe utoaji ni neema. Pamoja na kwamba walikuwa hawana kitu, waliwasi wakawaomba kwamba hapana, hamwezi kuondoka hivi kanisani kwetu. Ndio maana ni aibu unaenda kanisani watu hawatoi hata nauli, eti wanaogopa kutoka sababu wanasema sisi ni maskini. Watu wakasema hapana, huwezi kuondoka hivi hivi hapa, mtumishi wa Bwana umekuja. Wakawasii sana kwa uweza wao, kwa nguvu zao, kwa shirika hili, kwa neema hii. Hii ni neema ya utoaji. Kwa neema hii na shirika la kuwahudumia watakatifu. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Ndio maana wamama hapa kila baada ya siku anakuja na mafuko, yengine ya viatu, yengine ya nguo, tunapeleka kwa wahitaji, tunapeleka kwa watu mbalimbali ambao hawana wanapata. Angalia hapa inakufaa ipi anavaa. Nini? Neema hii. Neema hii walitoa kwa hiari yao vitu vyao, wakawasii msiondoke. Hii neema ni shirika. Sema shirika la kuwahudumia watakatifu. Sema wana wa Sayuni ni shirika la kuwahudumia watakatifu. Kama showe mimi ni shirika. Haleluya, haleluya, haleluya. Nasema kama showe mimi ni shirika la kuwahudumia watakatifu, maana ninayo neema. Haleluya. Unatamani na wewe uingie kwenye hii shirika? Hii hawaingia watu ambao hawana neema. Maana ukikosa neema utaanza kunung'unika. Wamezidi sasa. Tena hata kadogo anataka mweona wapi? Unaambia mtumishi wangu nipe chakula, sema nimebaki tu na kakonzi zaka na mtoto wangu, nile nife, nipe mimi kwanza. Hivi imekaeje hii? Imekaeje hii? Umeona? Afu nasema hii tu ndio imebaki, asema nipe mimi hiyo. Mama alikuwa na neema ya shirika kuhudumia. Alivyoenda, amen, kapu lake lilipungua. Wakati anaenda pale ili akachukua sasa, ili ameshaweka maji. Unajua ilikuwa ni maajabu. Sasa anaenda kwenye kapu lake ili akakungute. Alifanya hivi. Kapu limejaa. Mungu wangu. Limejaa. Lilibaki hivyo hivyo, kila kipungua hivi. Kila kipungua mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu na miezi 6.
Neema, sema neema. Sema neema. Sema neema hii ya shirika la kuwahudumia watakatifu. Yoyote mwenye moyo wa kuwahudumia watakatifu, kuwahudumia watumishi wa Mungu, kuhudumia kanisa la Mungu, hajawahi kupungukiwa, kwa sababu ni neema. Neema hii wakatusi. Yaani Paulo ameenda kuhubiri na Timotheo, wanaona aibu. Jamani, hapa kweli hapa. Maana macho anaona jamani. Maana mazingira yake kwa wingi wa maskini wao. Wakasema hapana, wakatoa vitu vyao zaidi ya walivyokuwa navyo. Amen. Amen. Walitoa viatu vyao, walitoa kanga zao, wakatoa. Sio vya kwao, wanawapelekea ndugu zetu Yerusalemu, wana shida. Haleluya. Wamesikia Yerusalemu kuna shida, ndugu zetu wanakufa njaa kule, pamoja kwamba ni masikini, lakini tunatoa zaidi. Ndivyo walivyo familia ambayo wanaroya utoaji, hawezi kuficha chochote, pamoja na kwamba ni masikini. Ukipewa neema ya kuwahudumia watakatifu, hii ni shirika ambao walipewa, amesema, maana makanisa na Makedonia walipewa neema hii na Mungu, si kwa uweza wako, si kwa nguvu zako. Hii ni neema. Sema neema. Sema Yesu, nami naomba neema hii. Nami naomba neema hii ya kuwahudumia watakatifu, ya kulihudumia kanisa lako. Nijalie neema hii Bwana. Naongea tena mwanangu, siku moja tukifika mbinguni utashangaa. Kila ambacho umetoa kwenye kazi ya Mungu utashangaa. Utashangaa. Siku ukifika mbinguni utashangaa. Na mwingine atajilaumu. Mekaa nyumba haina madirisha, naambia angalia ukujenga. Nabaki ningejua uweze kufa uli duniani tena ndio uko mbinguni. Na ambao hawana nyumba mbinguni wana sehemu moja, unaenda ndani kabisa huko kwenye libwaro huko, kakae huko. Maana mbinguni hakuna nyumba za kupanga, kila mmoja anajenga ya kwake. Bali ulipo. Haleluya. Kupitia kuimba kwako unajenga, kupitia kutoa kwako unajenga, kupitia kushuhudia ibada. Hivi ibada umeuzi ibada leo Mungu shamkopo katikati yetu, ameondoka na vitu na vifaa vya ujenzi. Amen. Malaika wanajenga. Wakati unashika injili, hata kushika injili hapo unajenga. Sasa kama ndio umelala, vifaa umeviacha. Ukikaa mpaka macho mpaka mwisho, maana yake vifaa vimeenda. Haleluya. Kwa maana uliheshimu wakati Mungu anazungumza ukulala. Sasa unalala mbele ya mfalme, maana yake vifaa vyako haviendi. Halo. Waliokaa kwenye ibada wakahudhuria mpaka mwisho, wakawa mashujaa, wamepeleka vifaa mbinguni. Pigia Yesu makofi. Yaani wakati wa sifa, wakiimbisha sifa hapa, anayeimbisha anapeleka vifaa, anayeitikia anapeleka vifaa. Unaitikia kwa moyo. Wakati wa kuomba, anayeongoza maombi anapeleka vifaa, anayeomba naye anapeleka vifaa. Yaani wakati wa kutoa, anayetoa anapeleka vifaa. Yaani ndivyo ilivyo kwa Mungu. Na mimi nahubiri hapa, napeleka vifaa na kuhubiria kweli. Na wewe unayenisikiliza unapeleka vifaa. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Kwa Mungu hana upendeleo, kila mmoja anapeleka kwa sehemu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo wakawasi, unaweza kuona walitoa zaidi ya uwezo wao kwa hiari yao. Toa kwa Mungu, wala usimsahau anapokubariki. Toa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Toa kwa ajili ya nyumba ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Simona hapo tumemalizia. Zaidi ya milioni 1 imetumika hapa. Amen. Amen. Mtu kaja katoa kwa hiari yake. Haleluya. Ili watu wa mahali hapo wakae vizuri. Piga Yesu makofi. Mungu anataka watu wanaotoa kwa hiari yao. Amen. Kwa sababu haufanyi kwa wanadamu, unafanya kwa Mungu. Unatafuta nifanye nini kwenye ufalme, nitendeje kwenye ufalme. Hiyo ni neema ambayo wamepewa watu wa Makedonia. Wamepewa. Mtu anayo neema anasikia furaha kutoa, anasikia furaha kutoa, wasaidia maskini, kulisaidia kanisa, anasikia furaha. Nini? Ni neema inaachiliwa kwako, pamoja na wingi wa maskini wao, lakini walitoa katika jina la Yesu, ili kanisa la Mungu
tubarikiwe, tujifunze kutoa. Ili utoe kwenye hali ngumu ya maisha, jifunze kutoa katika jina la Yesu. Ni neema ya kuwahudumia watakatifu. Pigia Yesu makofi. Sasa tuende namba 2. Namba 3. 2 tumemaliza hapo. Namba 3 mstari wa 5 mpaka wa 9. Namba 3 na kumalizia Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 5 mpaka wa 9. Mstari wa 5 hadi wa 9. Sikia. Wakorintho wa pili sura ya 4, Biblia inasema, sura ya 5, sura ya 4 ninakwambia, nasoma mwenyewe. Tena walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao. Unasikia? Walijitoa nafsi zao kwa nani? Kwa Bwana, na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Mbona neema? Walitoa nafsi zao kwa Bwana. Sio kutoa tu sadaka, na hiyo bado nafsi zao, mioyo yao walitoa kwa Bwana. Sio kwa Bwana tu, pamoja na watumishi wake walitoa nafsi zao. Kumbe neema ikiwa juu yako, si kutoa tu, hata moyo wako, hata roho yako utatoa nafsi yao kwa Bwana. Waliamua kumkabidhi Bwana kila kitu. Jina la Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya wokovu. Neema ya wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya neema hii walitoa nafsi zao kwa Bwana. Kwa sababu ya neema hii walitoa nafsi zao kwa Bwana. Yohana, tarudi hapo tuendelee mstari wa 6. Yohana 1:16. Sikia pana anazungumza. Cha Yohana, haleluya, sura ya 1 na mstari wa 16. Sikia. Biblia inasema, ndio, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Tulipokea nini? Neema. Tulipokea nini? Tulipokea nini? Tulipokea nini? Tulipokea nini? Tulipokea nini? Sema neema juu ya neema. Sema neema juu ya neema. Yaani ana neema ya utoaji, ana neema ya maombi. Yaani inaongezeka neema juu ya neema. Sema neema juu ya neema. Walikuwa na neema ya utoaji, walikuwa na neema ya kumcha Mungu, walikuwa na neema ya kumtumikia Mungu, walitoa nafsi zao kwa Bwana. Neema juu ya neema. Neema juu ya neema. Leo tumeambiwa neema ya kulitumia jina la Yesu, neema ya kuitumia damu ya Yesu. Leo tunaambiwa neema juu ya neema. Tumepata neema ya kuitumikia jina la Yesu, tumepewa neema ya kuitumia damu ya Yesu, na leo tunapewa neema ya utoaji, maana ni neema juu ya neema. Pigia Yesu makofi. Wangapi wanapewa neema hizo? Unapewa neema, kumbe ni wewe kuidai. Yesu nipe neema katika eneo hili. Wewe ni mwimbaji, Yesu nipe neema ya kuimba. Nipe neema ya kuimba. Ukiomba Mungu ataachia mafuta ya kuimba. Unatamani kuwa mhubiri, Yesu nipe neema ya kuhubiri. Ni neema juu ya neema. Ni bandika bandua. Anaweza akahubiri mwenyewe, anaweza akafundisha mwenyewe, anaweza akaimba mwenyewe, akapiga na keyboard. Zote hizo ni neema juu ya neema. Hili kanisa la Makedonia lilimwagiwa neema juu ya neema. Makofi kwa Yesu. Lakini pia kuna neema ya wokovu. Kuna neema ya wokovu. Neema ya wokovu, Efeso 2:8-10. Neema ya wokovu, Efeso 8:2-10. Kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, na ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu
tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Haleluya, ni neema. Sema neema ya wokovu. Sio kwa akili zako, sio kujivuna kama mimi nimeokoka kwa sababu na nguvu zangu. No. Kama umeokoka ni neema ya Mungu tu. Hakuna aliyependa kuokoka. Mimi nilikuwa mbishi, wasikutaka wokovu. Nilikuwa nawatukana kuwapinga walokole, lakini neema ya Mungu kanikuta kilabuni. Haleluya. Kanikuta neema tu. Sema neema. Sio kwa akili zetu, sio kwa nguvu zako. Yaani wewe kuwa hapa kwa wana wa Sayuni, yaani wewe kujiunga, yaani wewe kufuatilia, sio nguvu zako. Ni neema ya Bwana imekuvusha. Ni neema ya Bwana imekuleta. Ni neema ya Bwana imekupa hicho kibali cha wewe kuwepo hapa. Ni neema ya Bwana tumeokolewa. Sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu. Mtu yoyote asijakajivuna. Tumepewa neema bure katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi. Sasa turudi pale 8. Wakorintho wa pili 8. Twende pale. Tasoma mstari wa 6 mpaka wa 9. Pili 8. Sikia. Mstari wa 6 hadi wa 9. Biblia inasema hata tukamwonya Tito kuwatimilizia neema hii kwenu kama vile yeye alivyotangulia kuianzisha. Sikia. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, sikia, imani na usemi na elimu na bidii yote na upendo wenu kwetu sisi, sikia, basi vivyo mpate wingi wa neema hii pia. Sineni ili kuamuru, bali kwa bidii ya watu wengi, ya bidii ya watu wengine nijaribu unyofu wa upendo wenu. Haleluya. Maana mmemjua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, sikia, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba mpate kuwa matajiri kwa umasikini wake. Ni neema. Ni neema. Neema yake Kristo, yeye aliyekuwa tajiri alifanyika masikini kwa ajili yako ili wewe upate kuwa tajiri. Ni neema ya wewe kuwa tajiri. Iko neema ya kufanikisha inayopatikana katika Kristo Yesu. Nasema uko utajiri. Nasema iko neema ya kufanikiwa. Iko neema ya kufanikiwa. Iko neema ya kufanikiwa. Iko neema ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, napokea neema hii ya kufanikiwa katika jina la Yesu, ya kufanikiwa. Sema ukimaanisha, ukiongea tu haiji. Siongee tu kwa sababu bora liende. Sema kwa kumaanisha. Sio mimi. Biblia inasema alifanyika maskini kwa ajili yetu. Ni neema ya Mungu wewe kuwa tajiri. Sema kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu napokea neema. Napokea neema ya mimi kuwa tajiri. Kwa sababu kwa neema hiyo hiyo wewe ulifanyika maskini ili mimi nifanikiwe. Ili mimi nifanikiwe kwa jina la Yesu. Naipokea neema hii. Naipokea neema hii ya kufanikiwa. Joishi, naipokea neema hii ya kufanikiwa. Naipokea neema hii ya kufanikiwa. Naipokea neema hii ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Pokea neema ya kufanikiwa kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye nyumba yako, kwenye mifugo yako. Pokea neema ya kufanikiwa. Pokea neema ya kufanikiwa. Neema hiyo hiyo iliyokuwa ndani ya Kristo, aliyekuwa tajiri wa vitu vyote, alifanyika masikini, akatembea kwa mguu, akala vitu vya kijinga kwa sababu yako. Alifanyika masikini kwa ajili yako Stella. Pokea neema ya kufanikiwa. Pokea neema ya kufanikiwa kwa jina la Yesu. Katika kila eneo la kazi yako, la mifugo yako, maeneo ya kazi, kuanzia sasa naachilia neema yako kwenye biashara ukafanikiwe. Naachilia neema yako kwenye mazao yako, kwenye kazi zako, kwenye shughuli zako. Neema ya Bwana iachiliwe kwako ya kufanikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nashangaa wakati Mungu anazungumza vitu, afu mwingine akili yake haiko hapa. Sio natakeje? Amen. Wakati Mungu anaachilia mambo, alafu wewe akili yako haipo. Ni ajabu. Kwa makini wakati Mungu anazungumza. Siombe kukufurahisha. Sihubiri kukufurahisha. Nahubiri kwa sababu Mungu amenipa neno kwa ajili yako.
Jina la Bwana libarikiwe. Anapoleta neno kwa ajili yako afa umaanishi, inashangaza. Wakati bado ni maskini unabaki unalia. Sasa unalia nini? Bwana akupe neema hii katika jina la Yesu. Maanisha toka leo ujue iko neema. Alisema kwa neema hii alifanyika maskini kwa ajili yako. Unapolalamika naye anakushangaa. Omba neema kwenye biashara yako hata kama ni ndogo. Omba neema ya kufanikiwa kupitia hiyo biashara yako. Neema ikiachiliwa utaanza kuinuka toka utukufu hata utukufu, toka imani hata imani, toka neema hata neema. Utaanza kutoka, unatoka pale ulipokuwa, unaanza kupanda, unaanza kupanda, unaanza kupanda. Nini kinakupandisha? Neema ya Mungu inakupandisha. Neema ya Mungu inakupandisha toka imani hata imani, toka utukufu hata utukufu, toka nguvu hata nguvu, toka neema hata neema, katika jina la Yesu aliye hai. Omba neema kwenye biashara yako. Omba neema kazini kwako. Hautakuwa vile ulivyo. Nazungumza hapa katika roho. Sizungumzi kwa sababu nataka mzee yuko hapa. Mmesikia wenyewe amesema nawapenda na niko hapa, ninapendezwa na nyinyi. Na mimi nazungumza kwa sababu aliyekufa kwa neema ile ya masikini ili sisi tuinuke, ili sisi tufanikiwe, tulijenge kanisa lake, twende tukahubiri Injili. Hatuwezi kwenda kama hatuna kitu. Lazima tuwe na vitu vya kuwapelekea wengine. Pigia Yesu makofi, haleluya. Neema ya Mungu ikufanikishe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe uliyemaanisha maisha yako yamebadilika. Nasema wewe uliyemaanisha maisha yako hajabaki vile ulivyo. Nasema wewe uliyemaanisha hautalia tena njaa. Nasema wewe uliyemaanisha hautanungunika tena. Maana kuna neema imeachiliwa kwa wana wa Sayuni. Neema itakufuata kule uliko. Ninyi mlio Ulaya, mlio Amerika, mahali popote ulipo, neema hii imeachiliwa kwako katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Turudi. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9 na wa 10. Neema ikiwa juu yako itakushindia kila vita. Hata katika shida neema ya Mungu itakuvusha. Hata katika shida neema ya Mungu itakuvusha. Sura ya 12. Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9 na wa 10. Sikia. Biblia inasema naye akaniambia, ndio, neema yangu ya kutosha. Maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Kwa hiyo napendezwa na udhaifu na ufidhuli na misiba na adha na shida kwa ajili ya Kristo. Maana niwapo dhaifu ndipo nilipo na nguvu. Oh my God. Sema neema hii. Sema neema ya Mungu ya kunivusha, ya kunivusha, ya kunivusha. Ni neema yako tu Bwana, yanitosha, yanitosha, yanitosha. Akasema Paulo, unaomba nini? Unaomba nini Paulo? Unaomba nini? Mwiba ukutoke. Akasema neema yangu Paulo ya kutosha. Maana wapo dhaifu ndipo ulipo na nguvu. Alipogundua akasema kwa sababu anapendezwa na udhaifu, napendezwa na ufedhuli na mishiba. Maana nilipo dhaifu ndipo nipo na nguvu katika Bwana, katika jina la Yesu. Makofi kwa Yesu, haleluya. Bwana achie neema hii ndani yako. 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 Iliyokuwa ndani ya Paulo ishuke kwako kwa jina la Yesu. Neema hii ya kushinda majaribu, neema hii ya kushinda misiba, neema hii iwe juu yako, neema hii iwe juu yako. Na Bwana ajitukuze vile vile ulivyo, akutumie, ajitukuze, aonekane, ajifunue, ajidhihirishe kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ukatende mambo makubwa kwa jina la Yesu. Ukatende mambo makubwa kwa jina la Yesu. Ukatende mambo makubwa kwa jina la Yesu. Amen, amen. Tumalizie neema mbili hapa. Neema ya kupata kibali. Taomba hii alafu tuendelee kuomba neema kupata kibali. Esta 2:17. Esta 2:17.
Kitabu cha Esta sura ya 2 na mstari wa 17, Biblia inasema mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote. Naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Akapata nini? Kibali. Akapata neema na nini? Na kibali. Neema na nini? Neema imeambatana na kibali katika jina la Yesu. Amen. Hebu tumalizie na hiyo afu tuombe. Soma pia Luka 1:28. Sikia. Luka 1:28. Kitabu cha Luka sura ya 1 na mstari wa 28. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Salamu uliyepewa nini? Neema. Haleluya. Mbona neema? Kibali. Uliyepewa kibali na Mungu. Katika wanawake wote duniani umechaguliwa wewe ubebe tumbo lako apitie Mwokozi wa ulimwengu. Ni neema. Sema ni neema. Sema ni neema. Walikuwepo wengi. Lakini kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Katika dunia nzima kwa nini mimi? Akasema ni neema. Salamu mwanamke Bikira Maria, umepewa neema. Sema neema. Nasema sema kwa jina la Yesu. Simama sasa tuombe. Nataka nikuongoze maombi. Kusoma pia Waebrania 10:19 kwa neema ya ujasiri. Tutaanza kuomba neema ya Mungu. Bwana akupe neema. Nataka unyanyue mikono yako juu, tusimame alafu tukuombee. Uombe Mungu neema. Nitakuombea alafu uachie neema ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana akupe neema, upate kibali. Kile unachokifanya ufanikiwe. Walikuwa wanawake wengi kipindi kile. Maria, Esther akapata neema na kibali. Neema na kibali kazini kwako. Hautatumia nguvu. Kufanikiwa kwako unahitaji nguvu. Kufanikiwa kwako unahitaji neema. Sio wenye nguvu wanaofanikiwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni neema. Amen. Amen. Kuna maprofesa wengi Tanzania. Kuna profesa mmoja amekuwa rais wa Tanzania. Kuna profesa wote rais wa Tanzania. Wengi ni madaktari. Amen. Sio profesa, sio chuo cha mwisho jamani, uko ndio uliosoma mwisho mpaka mwisho. Amen. Lakini angalia neema. Sema ni neema. Sema ni neema. Kuwa rais ni neema. Kuwa waziri mkuu ni neema. Kuwa waziri ni neema. Kuwa mbunge ni neema. Yuko binti mmoja katika miaka ya Magufuli, alimaliza mwaka huu pale Mbeya Mlo. Alikuwa ni mama mwimba kwaya, anatembeza nini? Anatembeza maembe. Sole maparachichi. Kwenye magari, akipita magari anatembeza maparachichi, anauza maparachichi. Wakati yuko mlimani kwenye maombi na wanakwaya wenzie, unabii ukatoka. Rima, Bwana asema utakuwa mbunge, akazimia paka kuzimia. Mimi hivi bunge huo mimi na la 7 hii ubunge wapi na wapi? Unabii ulitoka wapi? Mlimani. Bwana anasema utakuwa nini? Mbunge wa Jamhuri ya Muungano. Akasema sasa wewe kama unabii umetoka namna hiyo, mambo gani tunafanya naye? Neema imeachiliwa kwako. Alivorudi akakutana wakati anauza maparachichi, akapita kiongozi wa CCM akamuuzia ni kitu wa CCM. Akasema binti yangu, hebu njoo kule. Takupa fomu alafu ujaze ugombe ubunge. Mimi akasema njoo. Akaenda, akapewa fomu, akagombe ubunge viti maalum. Akapata. Kuanzia hapo maisha yake yamebadilika. Akiwa bungeni maisha yake ni yale yale. Amen. Kilemba kichwani kwake. Haleluya. Suti yake ya heshima na Yesu pembeni. Hakumwacha Yesu kwa sababu ameingia kwa neema. Unaweza ukafika maana hujawahi kufika, ni neema. Nasema neema. Nasema neema. Sio nguvu zako, sio akili zako, sio elimu yako, sio pesa zako, sio weupe wako, sio weusi wako, sio unene wako, sio urefu wako, sio ufupi wako, bali neema ikiwa juu yako ina uwezo wa kukufikisha mahali hujawahi kufika katika jina la Yesu. Nyanyua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu, niko mbele zako. Niko mbele zako. Mimi mtoto wako ulionifia kwa neema tu, ukanichagua kwa neema tu. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Ninaomba neema. Ninaomba neema. Neema Bwana. Neema Bwana. Nipate neema na kibali mbele zako. Nipate neema
ya kukubarika, nipate neema ya kuinuliwa, nipate neema ya kufadhiliwa, nipate neema ya kusaidiwa, nipate neema ya kupiganiwa. Ninakuomba neema, Bwana, ninaomba neema ya kunivusha, ya kunivusha. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Nishike kwa mkono wa kuume wa haki yako, univushe, 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 unipe hatua nyingine, unipe hatua nyingine. Na kuomba neema, neema ya ujasiri, neema ya ujasiri, maana wenye haki ni majasiri kama simba. Nami nakuomba neema ya ujasiri, ya ujasiri, ya ujasiri, ya ujasiri kwa jina la Yesu. Neema ya kuinuliwa, neema ya kuinuliwa, neema ya kuinuliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu omba kidogo, omba. Unataka Bwana afanye nini? Uko binti hujaolewa, omba neema ya kuolewa, omba neema ya kuolewa. Uko kijana hujaoa, omba neema ya kuoa. Sio wana fedha wanaolewa, sio wana fedha wanaooa. Hapana, ni neema. Unahitaji mtoto, omba neema ya kuzaa, omba neema ya kuzaa. Unahitaji kazi, omba neema ya kuinuliwa, omba neema, omba neema, omba neema, omba neema. Iko neema inaachiliwa, iko neema inaachiliwa, iko neema inaachiliwa, iko neema inaachiliwa. Mwambie Yesu, neema ya kunitoa hapa nilipo, nimechoka umasikini. Yesu, naomba neema ya kunitoa hapa nilipo, nivushe Bwana, nivushe Bwana. Neema ya kujenga nyumba, neema ya kujenga nyumba, neema ya kumiliki biashara, neema ya kupandishwa cheo, neema ya kupandishwa cheo, neema ya kuongezewa, neema ya kuolewa. Ni neema ya Bwana. Ikija neema, utumii nguvu kuinuka, utumii nguvu kufanikiwa, utumii nguvu kufanikiwa. Tunafanikiwa kwa neema, tunatenda kwa neema. Neema ya utumishi, neema ya utumishi. Unahitaji neema shuleni, neema ya kufaulu mitihani. Wengine wana akili lakini wakati wa mtihani wanafeli. Wale wa form 6, omba neema, neema kwa watoto wako. Watoto wa form 6 tunaombea neema, watoto wa form 4 tunaombea neema, form 3 neema, form 2 neema, form 1 neema, darasa 7 neema, darasa 6 neema, darasa 5 neema, darasa 4 neema, darasa 3 neema, darasa 2 neema, darasa 1 neema, chekechea neema, neema ya kufanya vizuri kazini, neema ya kufanya vizuri kwenye mitihani, neema ya kufanya vizuri kwenye biashara. Iko neema inaachiliwa, iko neema inaachiliwa, neema inakuja kwako, neema inaachiliwa kwako, neema inaachiliwa kwako. Mwambie Yesu, niko hapa kwa kuwa uko hapa. Kamata miguu yake, kamata pindo. Mwambie Yesu, sikuache. Neema ya uponyaji, neema ya uponyaji. Uko jambo linakusumbua, kamata Yesu pindo, kamata Yesu pindo, kamata Yesu miguu. Mwambie Bwana, uko hapa. Gusa moyo wangu, gusa familia yangu. Nijalie neema, Bwana, neema ya kunivusha, neema ya kunivusha kwenye ndoa yangu, kwenye familia yangu. Tujalie neema, tujalie neema waliopewa kanisa la Makedonia katika jina la Yesu. Omba neema. Kama kuna siku unatakiwa kuomba, uombe, maana Bwana yuko hapa. Bwana yuko hapa, Bwana yuko hapa. Unahitaji kuomba neema, omba neema ya Bwana juu yako, omba neema ya Bwana juu yako.
neema ya kuwashinda maadui zako, neema ya kuwashinda maadui zako katika jina la Yesu. Unayepambana na maadui, iko neema ya kuwashinda adui zako iliyokuwa juu ya Daudi. Alimshinda Goliati aliogopwa na dunia. Ni neema itakuvusha washinda maadui zako, washinda maadui zako wanaofanya vita na wewe. Omba Mungu, omba Mungu. Inua kinywa chako kwa Bwana. Nasema Bwana yuko hapa. Umesikia wenyewe. Amesema nipo katikati yenu, nimewashika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, nikiwaambia msiogope. Nimemwaga damu yangu kwa ajili yenu. Iko damu ya Yesu ukushindia. Ikupe neema ya kuolewa, ikupe neema ya kuoa, ikupe neema ya kuzaa, ikupe neema ya kusamehewa. Neema hata kuingia mbinguni ni kwa neema. Omba neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu. Omba neema ya Mungu katika jina la Yesu. Omba neema ya Mungu katika jina la Yesu. Omba neema ya Mungu, neema ya kushinda vikwazo, neema ya kushinda vikwazo, neema ya kushinda vikwazo, neema ya kushinda vikwazo. Kila vikwazo mbele yako, neema ya kushinda vikwazo kazini, neema ya kushinda vikwazo kwenye ndoa, neema ya kushinda vikwazo kwenye uchumi, vikwazo kwenye biashara, eneo lako la biashara, neema ya kushinda vikwazo. Viko vikwazo vya biashara, viko vikwazo kazini, vimewekwa vikuzuia usipige hatua. Iko neema ya kushinda vikwazo, iko neema ya kushinda vikwazo. Inaachiliwa kwako katika jina la Yesu, inaachiliwa kwako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ya kukuvusha, neema ya Bwana ya kukuvusha katika jina la Yesu. Bwana achilie neema ya kukuvusha, neema ya Bwana ya kukuvusha, neema ya Bwana ya kukuvusha, ya kushinda maadui, ya kushinda vikwazo katika biashara, katika familia, katika ndoa, katika kazi. Neema iachiliwe kwako katika jina la Yesu. Bwana achilie neema, Bwana achilie neema ya kuvuka, ya kuvuka salama, ya kuvuka salama. Bwana achilie neema, neema ya Bwana juu yako, neema ya Bwana juu yako, neema iachiliwe juu yako, neema ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya kushinda, neema ya kuvuka katika jina la Yesu, neema ya kuvuka katika jina la Yesu, neema ya kuvuka katika jina la Yesu, neema ya kushinda kwa damu ya Yesu, neema ya kushinda vikwazo katika jina la Yesu, neema ya kushinda. Neema ya Bwana iwe juu yako. Bwana achilie neema, Bwana achilie neema, Bwana achilie neema katika jina la Yesu. Bwana achilie neema juu ya maisha yako. Neema ya Bwana ikubebe, 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 neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikupe kushinda, neema ya Bwana ikuvushe, 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 neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana ikuvushe, 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 neema ya Bwana ikuvushe katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe. Omba neema, omba neema, neema ya Bwana ya kukuvusha
Neema ya Bwana kukubeba, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana juu ya maisha yako, neema ya Bwana kwa jina la Yesu, neema ya Bwana iachiliwe kwako, neema ya Bwana iachiliwe kwako, neema ya kuvuka, neema ya kushinda, neema ya kuvuka, neema ya Bwana kwa jina la Yesu, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana juu yako, 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 katika jina la Yesu ninakuombea neema, neema ya kukuvusha imeachiliwa kwako, neema 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 ya Bwana imeachiliwa kwako katika jina la Yesu, imeachiliwa kwako, neema ya Bwana imeachiliwa kwako, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikuvushe, neema ya Bwana ikubebe, ikubebe kama tai, ikubebe kwenye mbawa zake, ikubebe kwenye mbawa zake, neema ya Bwana ikubebe, ikubebe kwenye mbawa zake, ikubebe kwenye mbawa zake, ikubebe kwenye mbawa zake, ikubebe kwenye mbawa zake, neema ya Bwana ikubebe, ikubebe kwenye mbawa zake, ikubebe kwenye mbawa zake, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, ikubebe kwenye mbawa zake, ikubebe kama tai katika jina la Yesu, neema ya Bwana ikubebe, neema ya kufanikiwa ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikube kushinda, neema ya Bwana ikube kushinda, neema ya Bwana ikushindie, 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 raba sakata. Omba neema ya Bwana ikushindie, omba neema ya Bwana ikushindie katika jina la Yesu, neema ya Bwana ikushindie, neema ya Bwana ikupe kushinda, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe, neema ya Bwana ikubebe katika jina la Yesu, 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 neema ya Bwana ikubebe katika jina la Yesu. Bwana akupe kuona neema, Bwana akupe kuona neema, Bwana akupe kuona neema, Bwana akupe kuona neema, Bwana akupe kuona neema katika jina la Yesu. Karaba shantoraba rika mandoraba sika raka yantorobo sika raka yentoriaba, neema ya Bwana ikubebe katika jina la Yesu. Naliombea kanisa la Bwana neema ya Bwana ya kufanikiwa, neema ya Bwana ya kuinuliwa, ya kushinda vikwazo. Pokea neema ya kushinda kila vita katika jina la Yesu. Pokea neema ya kushinda kila vita, ya kushinda kila vita. Pokea neema ya kushinda kila vita mbele yako katika jina la Yesu. Pokea neema ya kuinuliwa. Sema, ee Bwana Yesu, ninakushukuru. Napokea neema ya kuinuliwa, napokea neema ya ujasiri, nimepokea neema ya kushinda adui kwa jina la Yesu. Nimepokea neema ya kushinda kila vikwazo mbele yangu. Siku zote za maisha yangu nitashinda na zaidi ya kushinda, maana neema ya Bwana juu yangu kwa jina la Yesu. Napokea neema ya kushinda kila vita, kila vita kwenye maisha yangu, kila vita itakayoinuka kinyume changu nitashinda na zaidi ya kushinda, na kila silaha itakayoinuka kinyume changu haitafanikiwa, maana ninayo neema ya kushinda kwa damu ya Yesu. Napokea neema ya kuwashinda mapepo, ya kuwashinda majini, mashetani na mawakala wote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nimepokea neema ya kuinuliwa kwa kila jambo kwa jina la Yesu. Napokea neema ya kuinuliwa kwa kila jambo
na kila eneo kwa jina la Yesu. Asante Yesu kwa neema mpya, kwa maisha mapya kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Mshukuru Mungu kwa neema. Mwambie Bwana asante kwa neema hizi. Mshukuru Mungu kwa neema ambazo umeomba zimeachiliwa kwako. Iko neema imeachiliwa kwako ya uzima, neema ya afya, neema ya amani, neema ya kufanikiwa, neema ya utoaji. Raka masekete. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru. Asante kwa neema hizi ambazo umeachilia kwetu. Neema juu ya neema nyingine, neema juu ya neema nyingine. Lakini zaidi ya yote tunaomba neema ya kuingia mbinguni. Nataka uombe neema ya kuingia mbinguni. Neema, mwambie Yesu, naomba neema ya kuingia katika ufalme wako. Omba neema. Katika ombi unatakiwa umuombe Mungu, la kulia ni hili. Unaweza kubarikiwa duniani ukaishia jehanamu. Iko neema ya kushinda. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu. Wako watumishi wengi wamekataliwa. Wako wahubiri wengi wamekataliwa. Wako maaskofu, wako wachungaji. Kuzimu imejaa watumishi. Naomba neema Yesu. Ninaomba neema Yesu ya kuingia mbinguni. Nikumbuke siku ya leo. Neema Yesu ya kukuona macho kwa macho. Neema ya kuyaona misumari ya ubavuni kwako. Neema ya kukutana watakatifu wa kwanza, kina Musa, kina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Neema ya kuwaona mitume wako Paulo, kuwaona kina Daudi, kuwaona kina Petro, watakatifu wako. Amina. Kuomba Bwana, miongoni mwa wale wachache watakao kuona, na mimi Yesu nisikuache. Neema ya kuendelea na wokovu hata mwisho. Omba neema ya kuendelea na wokovu huu hata mwisho. Wengi wamekata tamaa njiani. Wengi wameishia njiani. Wengi wameishia njiani. Wengi wameishia njiani. Omba neema ya kuendelea na wokovu hata mwisho. Omba neema ya kumaliza na Bwana. Isiwe bure. Kuhudhuria kwako ibada, kutoa kwako, kufunga kwako, itakuwa ni aibu. Itakuwa ni aibu kukosa mbingu. Umekaa kanisa unafundisha utakatifu, ujikuta unaishia jehanamu, itakuwa aibu. Yesu, nikumbuke kwenye ufalme wako. Uandike jina langu kwenye kitabu chako cha uzima. Nipe kuona neema ya kukuona Bwana. Nisaidie. Yesu, nakupa maisha yangu. Unifikishe kwenye ufalme wako salama. Unifikishe kwenye uzima wako salama. Nisikose mbingu. Nisikose uzima wa milele. Nakuomba. Unajua yote, unajua mwisho wangu, unajua kesho yangu, unajua. Nisaidie. Nipe neema ya kuvuka vikwazo. Nipe neema ya kuendelea na wokovu. Nipe neema ya kuendelea injili ya utakatifu. Kiutaniinua katika namna yote ile, nisikuache. Nipe neema ya unyenyekevu ya kuendelea kunyenyekea chini ya mkono wako na kukupenda. Baba, katika jina la Yesu ninaomba neema kwa kanisa. Watoto wa Mungu wote walioko Ulaya, Amerika na dunia nzima, ambao wamejiunganisha na madhabahu ya wana wa Sayuni, na waombea neema.
huko waliko Bwana, wajalie neema ya kuendelea, neema ya kuendelea kukupenda na kukuabudu wewe. Asiwepo kukosa uzima wa milele, asiwepo kukosa kuingia katika karamu ya mwana kondoo ambayo tayari imekwisha kuandaliwa. Tupe neema ya kuhubiri injili ya utakatifu duniani kote, katika jina la Yesu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wako Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele, katika jina la Yesu. Piga Yesu makofi.